Mwebrania, Mwisraeli na Myahudi. Ni nani na nini maana ya maneno haya matatu, na upi utofauti wa haya maneno matatu? Watu wengi huwa tunayatumia maneno haya matatu kuelezea jambo la aina moja. Huwa hatuoni utofauti katika matumizi ya haya maneno matatu, Mwebrania, Mwisraeli na Myahudi. Lakini maneno haya matatu yanapishana sana katika maana na katika utambulisho. Sasa leo ikimpendeza Mungu, tunaenda kuyaangalia maana na utofauti wa maneno haya matatu. Kwa nini Myahudi ni Mwebrania lakini Mwebrania anaweza asiwe Myahudi? Kuna utofauti gani kati ya kuwa Mwisraeli na kuwa Myahudi? Kuna tofauti gani kati ya Wayahudi na Waebrania? Tutaenda kuangalia maana na utofauti wa haya maneno matatu. Ni wapi maneno haya matatu yanaweza yakatumika kuelezea kitu kimoja, na ni wapi maneno haya matatu yanatofautisha kati ya neno moja na lingine, au jamii moja na nyingine. Basi usitoke hapo ulipo, tunaenda kujifunza kipindi hiki siku ya leo, utofauti kati ya Mwebrania, Mwisraeli pamoja na Myahudi. Hii ni hazina ya kanisa. Kama hujasubscribe channel, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Kwa mchango na sadaka, ushauri, maombi na maombezi, unaweza ukazitumia namba hizo na Mungu atakubariki sana. Kabla ya yote, ni vema kwanza kabisa kuelewa neno Waebrania, Waisraeli pamoja na neno Wayahudi ni maneno ambayo yalikuwa yanaonesha au yanaelezea utambulisho wa watu wale wale. Yaani haya maneno matatu yalikuwa yanaelezea au yanaonesha utambulisho wa watu wale wale, lakini katika vipindi tofauti tofauti vya kihistoria na kwa muktadha tofauti tofauti. Yaani haya maneno matatu yanawaelezea watu wale wale, ila katika vipindi tofauti tofauti vya kihistoria na kwa muktadha tofauti tofauti. Kwa hiyo yanasimama kuelezea aina fulani ya watu, lakini kwa utofauti wa miaka, kwa utofauti wa vizazi. Sasa neno Waebrania linasimama kama utambulisho wa kiukoo, inasimama kama utambulisho wa kiukoo, utambulisho wa mababu. Umeona, asili ya mababu. Kwa hiyo ndio hili neno Waebrania. Kwa hiyo unaposoma neno Waebrania linasimama kama utambulisho wa ukoo, wa mababu, wa mababa. Lakini tunapoongelea neno Israeli au Waisraeli linaonesha utambulisho wa kiagano na kitaifa. Kwa hiyo Israeli linasimama kama utambulisho wa kitaifa au utambulisho wa kiagano. Lakini tunaposema neno Wayahudi, neno Wayahudi linasimama baada ya kuvunjika kwa taifa. Ni utambulisho wa watu ambao wanasimama baada ya kuvunjika kwa taifa, alafu baadaye linakuja kuwa utambulisho wa kidini. Kwa hiyo linasimama kama kuelezea jamii ya watu ambao wamepatikana baada ya taifa kuvunjwa, alafu baadaye sasa wanakuja kusimama sasa Uyahudi kama utambulisho wa kidini. Sasa ili kuelewa vizuri, lazima kwanza tuanze kuangalia historia inasema nini, maandiko ya Biblia, jiografia na ushahidi wa kihistoria nje ya Biblia. Kwa hapo tutaenda kuangalia historia kwa maana ya historia ya maandiko kulingana na muktadha wa Biblia, lakini tutaenda kuangalia pia historia nje ya maandiko ya Biblia. Tutaangalia historia katika pande zote, lakini tutaenda kuangalia pia muktadha wa kijiografia ili tuweze kuyaelewa hayo maneno matatu. Sasa tukianza na neno la kwanza, Waebrania. Neno Mwebrania linaelezwa kwa njia kubwa mbili. Neno Mwebrania linaelezwa kwa njia kubwa mbili, yaani limetokana na mambo makubwa mawili. Umeona, asili ya hili neno Mwebrania linatokana na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, neno Mwebrania linatokana na Ebel. Jambo la kwanza, neno Mwebrania linatokana na Ebel. Sasa Ebel ni jina la mtu ambaye anapatikana katika kitabu cha Mwanzo 10 mstari wa 21 hadi wa 25. Kuna mtu alikuwa anaitwa Ebeli, ambaye huyo Ebeli
ametokea katika ukoo wa Shemu, mtoto wa Nuhu yule. Kwa Ebeli ambaye ametokea katika ukoo au kizazi cha Shemu. Kwa hiyo naye akaja akazaliwa akaitwa Ebeli. Katika Mwanzo 10:21 hadi 25 pale utaona utambulisho wa huyu mtu anaitwa Ebeli, ambaye sasa huyu Ebeli vizazi vyake ndo vikaja vikaitwa Waebrania. Kwa neno Mwebrania limetokana na mtu anayeitwa Ebeli hapo zamani, na asilimia kubwa ya watu wengi wanajua Mwebrania linatokana na mtu anaitwa Ibrahimu au Abraham. Si kweli, Mwebrania halitokani na Abrahamu. Mwebrania linatokana na mtu anaitwa Ebeli, ambaye sasa ushahidi unaona katika Mwanzo 11 mstari wa 10 hadi wa 26. Abrahamu anatokea katika ukoo wa Waebrania. Kwa Abrahamu mwenyewe pia alikuwa naye ni Mwebrania. Sasa hapo unaweza ukagundua kumbe Abrahamu siye ndiye Ebrania, hapana, ila yeye pia ni mmoja kati ambao watu wanatokea katika uzao wa Waebrania. Kwa maana hiyo hata baba yake mzee Tera na yeye alikuwa ni Mwebrania. Umeona, ndugu zake wale wakina Harani wote walikuwa ni Waebrania. Ndugu zake wengine wakina Lutu, hawa wote walikuwa ni Waebrania. Sasa ushahidi wa maandiko unaona katika hayo maandiko niliyokutajia ya Mwanzo 11:10 hadi 26, Ibrahimu anaitwa Mwebrania. Ibrahimu anaitwa Mwebrania katika maandiko haya, kwa maana kama yeye mwenyewe ndo angekuwa Ebrania, yani yeye mwenyewe Ibrahimu ndo chanzo cha Uebrania, basi asingeitwa Mwebrania, angeitwa hivyo hivyo Abrahamu, angeitwa kwa utambulisho mwingine. Ndio maana uwezi ukaenda sehemu yoyote ukaona utambulisho wa Yakobo kwamba ni Muisraeli. Yakobo sio Muisraeli, hapana. Yakobo ndiye Israeli mwenyewe. Sijui unanielewa, tutaenda kuangalia tutakapoanza kuangalia utambulisho wa Israeli. Kwa hiyo ndo maana ya kwanza ya asili ya neno Mwebrania, ambao linatokana na mtu anayeitwa Ebeli, ambaye huyo Ebeli tunampata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 21 hadi wa 25. Sasa ukoo wa Ebeli baadaye ulipokuwa unazidi kuongezeka, unazidi kuwa mkubwa, ndipo wakaitwa Waebrania. Sijui kama unanielewa, ambapo Ibrahimu naye alitokea katika ukoo au kizazi hicho cha Waebrania. Sasa jambo la pili ambapo tunaona asili ya neno Waebrania, jambo la pili, kuna neno linaitwa aval. Sasa hilo neno aval ukilitafsiri kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni kuvuka. Aval linamaanisha kuvuka. Hii inaashiria mtu aliyekuja kutoka upande mwingine wa mto au mtu aliyetoka ng'ambo nyingine ya mto. Kwa mtu akitoka ng'ambo ya kule ya mto anakuja upande wetu, basi wanatumia neno aval, yani anavuka. Kwa hiyo sasa hili neno ndo likaja likazaa Waebrania. Salizaje ni kwamba ukisoma kitabu kile cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 2, tunaona Abrahamu alitoka ng'ambo ya mto Frati. Sasa ushahidi ni kwamba hawa Waebrania walikuwa ni watu ambao wa kusafiri kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, wanatawanyika, wanatoka upande huu wanaenda upande huu, wanaenda upande huu. Kwa sababu walikuwa ni watu wa safari na watu wanaovuka milima na mabonde, sasa ndo wakawa wanaita watu wale wa avali, watu wanaovuka, wanaokuja. Umeona? Kwa hiyo sasa hii inaendana na historia ya Abraham ambaye tunaona naye pia alitoka Mesopotamia. Mesopotamia yani katika ile nchi ya Ur wa Wakaldayo, ambapo alitoka huko akaenda moja kwa moja mpaka Kanaani, ambayo ndio Israeli ya leo. Kwa ametoka huko Mesopotamia, Ur wa Wakaldayo, ambayo kwa leo hii ni Iraki, huko Babeli, akasafiri mpaka aende huko Kanaani. Kwa tunaona naye ndio wale watu wa kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, hawa uzao wa Ebeli. Kwa sasa ikaja ikaonekana kwamba Waebrania ni watu wa safari, wa masafa. Umeona? Sasa matumizi ya neno Mwebrania katika Biblia. Neno Mwebrania katika Biblia hutumika hasa kwa wageni wa mataifa mengine au katika mazingira ya utumwa. Tumeona Waebrania katika maandiko wanatafsiriwa sana katika mazingira ya utumwa ama wageni
Umeona, wageni wengi wanatumika kama Waebrania. Yani neno Waebrania limetumika kuwatambulisha wageni wengi katika maandiko. Sijui kama utakuwa unanielewa vizuri. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 13, tunaona maandiko yanasema Abrahamu Mwebrania. Katika Mwanzo 14:13 anatambulishwa Abrahamu Mwebrania. Kwa Abrahamu ndiye mgeni, lakini ili watu wamtambue huyu mgeni ni nani, basi wakamtambulisha kama Mwebrania. Lakini tunaona katika Kutoka 1:15 wanatumia neno tena wakunga wa Kiebrania. Umeona, wakunga wa Kiebrania. Kwa unaona kisha kabisa hawa watu wageni wanatambulishwa vizuri kwa kuwekewa neno Mwebrania, kwa kuweka asili ya neno ambalo wanatokea. Kwa mfano katika Samueli wa kwanza 4:6 Wafilisti wanawaita Waisraeli ni Waebrania, kuonyesha kwamba wale walikuwa ni wageni katika ile taifa. Wale Waebrania hawakuwaita kama Waisraeli. Kwa hiyo inaonyesha kwamba utambulisho wa nje wa Waebrania walikuwa wanatambulishwa kufahamika, wakitambulishwa kama Waebrania wanafahamika vizuri katika sehemu au katika wenyeji wa maeneo ambayo wanaenda, wakijitambulisha kama Waebrania. Muktadha wa kihistoria wa neno Waebrania. Hili neno Waebrania limetumika kipindi cha kabla ya kuumbwa kwa taifa la Israeli, kabla ya taifa la Israeli. Kwa tunaona Waebrania lilikuwa linatumika sana kabla ya kutengenezwa taifa la Israeli. Umeona, kipindi cha Isaka, kipindi cha Ibrahim, kipindi cha Yakobo. Hawa hawakuwa taifa bado, bali walikuwa familia, ukoo uliohamahama. Kwa unaona Waebrania walikuwa ni watu wa kuhamahama. Kwa sasa hawa walikuwa ni ukoo au familia ambayo inahamahama. Kwa hiyo walikuwa wanaitwa tu Waebrania, Waebrania, Waebrania. Kwa hiyo ilikuwa ni kabla ya taifa la Israeli. Kwa hiyo ndio maana unakuta katika kipindi ambacho kabla ya taifa au kabla ya sheria, wengi walikuwa wanaitwa Waebrania. Sasa ushahidi mwingine wa kihistoria nje ya maandiko ya Biblia, ushahidi mwingine wa kihistoria nje ya maandiko ya Biblia, kuna neno la kale linaitwa Habilu. Umeona, au Apil. Abil au Hapil linatokea katika maandiko ya Misri ya Mesopotamia katika miaka ya 1800 hadi 1200 kabla ya Kristo, likiwa linamaanisha watu wahamaji wasiokuwa na makazi ya kudumu au Waebrania. Walikuwa wanatumiwa neno Habil au Hapil. Umeona, katika hizo lugha za kale ambazo zilipatikana katika maandiko ya Kimisri ya kale na Mesopotamia huko miaka ya 1800 mpaka miaka ya 1200 kabla ya Kristo, ambapo tumesema maneno hayo Abil au Hapil yalikuwa yana maana watu wahamaji wasiokuwa na makazi ya kudumu, ambapo watafiti wengi wanaona kuna uhusiano kati ya Abil na Ebro. Walikuwa na mahusiano kati ya Abil au Ebro au Ivru. Manake Ivru tumesema ndo wale watu wanaovuka ng'ambo. Umeona, kwa hiyo kuna mahusiano kati ya Abil, Eb au Hivu, ambayo inaonyesha kuwa Waebrania walionekana kama watu wa pembeni ya jamii, wahamaji. Na asilimia kubwa, kwa nini Waebrania walikuwa wanahamahama? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya Waebrania walikuwa ni wachungaji. Shughuli zao kubwa sana za kujipatia kipato au za kuendesha maisha yao, walikuwa wanaendesha maisha yao kwa nini? Kwa ufugaji. Kwa sasa, kwa sababu walikuwa na mifugo mingi, tunaona hawa watu walikuwa wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuangalia sehemu gani ina rutuba ya kuishi vizuri ya yeye pamoja na mifugo yake. Hicho ndio chanzo cha hao Waebrania kuwa wanahamahama na kutawanyika. Umeona, kwa Waebrania sio taifa. Hakuna taifa linaloitwa Waebrania, ila Waebrania ulikuwa ni ukoo ambao baadaye ukaja ukatambulika kama jamii fulani ya watu ambao ulikuja kuwa unawatambulisha asili ya watu walikotokea. Mfano, asili ya Abraham tunaijua. Umeona, kwa hiyo ilikuwa ni kaukoo fulani ka yule mzee ambaye nimekwambia alikuwa anaitwa Hebel, ambapo baadaye jamii hii ikaja kuwa jamii ya kifugaji ambao sasa wakawa na hama kutoka eneo moja hadi jingine kutokana na nini? Na kutafuta rutuba. Umeona, kwa wakawa wanaitwa watu wa kuhamahama, watu ambao hawana makazi ya kudumu, makazi maalum. Sasa neno la pili ni Israeli.
Neno la pili ni Israeli, ambalo neno hili linatokana na jina, linatoka kwa Yakobo. Neno hili linatoka kwa Yakobo, ambapo katika Mwanzo 32:28 anasema hutaitwa Yakobo tena bali Israeli. Jina lako hutaitwa Yakobo tena bali Israeli, katika Mwanzo 32 mstari wa 28, ambapo maana ya jina la Israeli, maana ya neno Israeli au jina ya Israeli maana yake aliyeshindana na Mungu, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema Mungu ashindaye. Kwa neno Israeli maana yake Mungu ashindaye au aliyeshindana na Mungu. Sasa kuzaliwa kwa taifa la Israeli, ambapo tunaona asili ya jina hili linatoka kwa mtu anaitwa Yakobo, ambaye alipewa na malaika akaambiwa kwamba jina lako hutakuwa Yakobo tena, kwa maana jina la Yakobo linamaanisha mtu aliyeshika kisigino au mtu wa kuwa chini ya kushika kisigino. Kwa akaambiwa ataitwa Israeli, maana yake Israeli ameshindana na Mungu. Kwa lugha nyingine maana ya Israeli ni Mungu ashindaye. Sasa kuzaliwa kwa taifa la Israeli, kutoka kuwa Yakobo mpaka kuwa Israeli taifa, ambapo tunaona Yakobo alikuwa na watoto 12 kama tunavyoona katika Kutoka sura ya 1 mstari wa 7, ambapo baadaye wale watoto 12 wakazalisha mataifa 12, makabila 12 ya Israeli. Kwa Israeli ikaja kuwa taifa lenye makabila 12, ambapo hayo makabila 12 yalitokana na watoto wa Yakobo. Alafu maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka 19:5 hadi 6, wanaambiwa kwamba watakuwa taifa takatifu. Umeona? Kwa hapa ndipo Waebrania wanakuwa Waisraeli taifa rasmi. Waebrania hapa wanakuja kuwa Waisraeli taifa rasmi. Kwa hiyo Waisraeli wote kwa asili yao ni Waebrania, kwa sababu wametokana kwa Ibrahimu. Umeona, ambaye Ibrahimu pia alikuwa ni Mwebrania, ingawaje sio kila Waebrania sasa watakuwa ni Waisraeli. Kuna Waebrania wengine ambao hawatokani na Yakobo ila ni Waebrania. Kuna Waebrania wengine ni watoto wa Esau wa Edomu. Edomu pia ni Waebrania, sijui kama unanielewa. Waishmaeli pia ni Waebrania. Kwa hao wote ni Waebrania. Lakini sasa Waamori, wale Waamoni ambao walitokana na Lutu, hao pia ni Waebrania. Umenielewa sasa? Kwa hiyo umeona Waebrania linakuja kuwa ni ukoo mkubwa sana ambao unazaa mataifa mengi. Kwa hayo mataifa mengine wanaojiita ni Waebrania, lakini wanakuwa sio Waisraeli, ila Waisraeli pia ni miongoni mwa Waebrania. Sijui sasa kama hapo nakuwa nimeeleweka vizuri. Ninamwomba Mungu anipe lugha nzuri sana ya kufundisha ambao kila mtu atakuwa anaielewa vizuri. Sasa mfumo wa taifa hili la Israeli ulikuwa mfumo unaoendeshwa kisheria, ambapo sheria yao ilikuwa inasimamiwa na sheria ambayo ililetwa na Musa, inaitwa Torati. Umeona, sheria yao ilikuwa inasimamia katika Torati. Kwa mfumo wa taifa ulikuwa unasimamia Torati, lakini pia mfumo wa taifa ulikuwa unasimama katika agano, ambalo agano Mungu aliingia na taifa hilo. Lakini pia mfumo wa taifa ulikuwa ni wa kiuongozi, ambao tunaona uongozi wa muundo wa taifa la Israeli. Kiongozi wa kwanza anaitwa Musa. Huyo ndio kiongozi wa kwanza kabisa wa taifa la Israeli, ambapo baadaye anafuata kuwa Yoshua, anakuwa kiongozi wa pili, alafu baadaye wanafuata waamuzi. Waamuzi walitokea waamuzi wengi, na mwisho wa siku wanakuja kuwa wafalme. Wakaja wakaibuka wafalme wengi baada ya wale watu kudai kuomba mfalme. Kwa hiyo sasa kijiografia hii nchi inaitwa nchi ya ahadi. Umeona, nchi ya ahadi, ardhi ya Israeli, ambayo imeelezwa katika Mwanzo 15:18, ambapo Mungu anamwambia Ibrahim, ardhi yote nitawapa uzao wako. Hasa lile neno nitawapa uzao wako tayari ilikuwa ni ahadi, ambayo ndio maana inaitwa nchi ya ahadi. Umeona, kwa sababu aliahidiwa nani? Aliahidiwa Ibrahim kwamba uzao wake watapewa ile taifa. Hasa uzao wake, hata Ishmaeli ni uzao wake pia Ibrahimu, na alikuwa na watoto wengine pia ambao ni uzao wake. Sasa ni mtoto yupi ambaye atapewa ile ardhi katika uzao wake? Ni yule ambaye ataendana na lile agano ambalo Mungu aliliingia na Ibrahim, ambaye mtoto huyo alikuwa ni Isaka. Hasa Isaka naye alikuwa na watoto wawili ambaye ni Yakobo na Esau. Ni nani ambaye ataendana na lile agano? Ni Yakobo. Umeona, ni Yakobo. Kwa Yakobo akaenda na ile agano. Kwa hiyo Israeli ndio ikaibuka pale kuwa ni watu wa nchi ya ahadi. Sasa ufalme huu wa Israeli baada ya miaka mingi uligawanyika. Israeli baada ya miaka mingi iligawanyika.
baada ya mfalme Suleiman. Mfalme Suleiman alikuja kufanya mambo ya ajabu sana hapo baadaye, kutokana na utajiri wake akamwacha Mungu, akafanya machukizo mbele ya Bwana. Kwa Mungu akataka kulifuta kabisa taifa na ni kufuta kabisa ukoo wa Suleiman, lakini kwa sababu aliweka agano na Daudi akasema nitamwachia kiti Daudi kwa sababu ninampenda na niliweka agano naye. Basi akamwachia Daudi kiti kimoja katika taifa la Israeli. Nafikiri wengi mnaifahamu hiyo habari, na taifa la Israeli likagawanyika vipande viwili, ambapo kipande kimoja kikaitwa Israeli ya kaskazini. Sisi tunapenda kuita ufalme wa kaskazini, ambao huu ufalme wa kaskazini ulikuwa jumla ya makabila 10. Kumbuka taifa la Israeli lenyewe lilikuwa lina makabila 12. Kwa hiyo sasa makabila 10 yakaambatana na taifa hili la Israeli ya kaskazini, na mji wao mkuu ulikuwa unaitwa Samaria. Alafu taifa lililobakia linaitwa Yuda au ufalme wa kusini. Ufalme wa kusini au tunaweza tukaita Yuda, taifa la Yuda. Kwenye maandiko mara nyingi sana wametumia kama taifa la Yuda. Umeona, taifa la Yuda. Mara chache sana wanalitambulisha kama ufalme wa kusini, ambapo huu ufalme huu uliambulia makabila mawili kutoka katika yale makabila 12 ya taifa la Israeli. Kwa makabila 10 yalienda upande wa kaskazini, upande wa kusini uliambulia makabila mawili, ambayo hayo makabila mawili yakaitwa Yuda na Benjamini. Makabila hayo mawili yalikuwa ni Yuda pamoja na kabila la Benjamini. Umeona? Sasa baadaye katika mwaka wa 722 baada ya Kristo, mwaka wa 722 baada ya Kristo, tunaona ufalme wa kaskazini ulikuja kuangamizwa kabisa na Waashuru. Waashuru kwa leo hii ndio tunaita Wasiria. Umeona, hao waliwafuta kabisa ufalme wa kaskazini, ambapo mpaka leo hii hawajulikani wapo wapi. Yani yale makabila 10 ya taifa la Israeli mpaka leo hii hayajulikani yalipo wala yapo wapi. Na hii imeandikwa katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17. Pale utaona jinsi ambavyo hawa watu waliangamizwa kabisa na mfalme wa Ashuru. Umeona? Kwa hiyo sasa ulikuwa ni mwaka wa 722 kabla ya Kristo. Sasa matokeo ni kwamba makabila yale 10 yale ya ufalme wa kaskazini yakapotea kabisa. Ndio maana tuna kitu kinaitwa lost tribes. Tutakuja kulizungumzia baadaye, yalienda wapi na inakwaje juu yale makabila 10. Sasa waliobakia wale wakaendelea na taifa lao la Yuda, ambalo wale taifa la Yuda mji wao mkubwa ulikuwa ni Yerusalemu. Mji wao mkubwa wa taifa la Yuda au serikali ya Yuda ulikuwa ni Yerusalemu. Kwa sasa tunapoongelea, tumeongelea neno wa Ibrania. Sasa tunapoliongelea neno wa Israeli, Israeli ni neno ambalo lilikuwa linaonyesha utambulisho wa watu wa taifa kamili kabisa lenye makabila 12. Taifa ambalo lina agano na Mungu, lenye mfumo wa kisiasa, kijamii na kidini. Hilo taifa la Israeli lilikuwa linaendeshwa kwa mfumo wa kisiasa, kijamii na kidini, hiyo Israeli ya kale, ambapo baadaye tumeona kama hivyo lilikaja likagawanyika, likapasuka, na kipande kimoja ambacho ndio hicho cha Israeli ya kaskazini kikapotea kabisa, kikabaki ufalme wa kusini ambao ndio ufalme wa Yuda. Sasa tunapoongelea neno Wayahudi, neno Wayahudi ni watu wa aina gani hawa Wayahudi? Asili ya Wayahudi. Sasa asili ya jina la Wayahudi inatokana na neno Yuda. Asili ya neno Wayahudi linatokana na neno Yuda. Maana ya neno Yuda ni sifa au msifu Bwana. Unajua kuna wazazi leo wanaogopa kuwapa watoto wao jina la Yuda, wakiona kama jina la Yuda ni jina baya, jina la usaliti. Jina la Yuda, my friend, sio jina la usaliti. Ni moja ya jina zuri sana. Yaani kama unatafuta jina la kumpa mwanawe, mwite Yuda. Ni jina zuri sana ambalo linamaanisha sifa. Umeona, na Yesu mwenyewe anatokea katika kabila la Yuda. Yeye ndio anaitwa mfalme wa Yuda. Umeona, simba wa Yuda. Kwa hiyo Yuda ni jina zuri sana, wala usichukue mapokeo ya kwamba kwa sababu kuna Yuda mmoja alikuwa mbaya basi Yuda wote watakuwa wabaya, au kamaona mtu anaitwa Yuda ukaanza kumshangaa. No, jina la Yuda ni jina zuri tu, halina maana mbaya, lina maana ya sifa. Sasa tunapoongelea sasa hilo taifa la Yuda ndo lilikuja kutokana na hili neno linaitwa Yuda, ambapo huyo Yuda ni kabila mojawapo ambalo lilikuwa kati ya makabila 12 ya Israeli. Umeona? Sasa tunaona baadaye
baadaye katika mwaka wa 586 kabla ya Kristo, mwaka wa 586 kabla ya Kristo, tunaona Mfalme Nebukadneza wa Babeli alikuja na jeshi kubwa sana pale, wakauangamiza kabisa mji wa Yerusalemu kiasi cha kuacha kuwa magofu. Wakawaua Wayahudi wengi na baadhi yao wakawachukua kuwa watumwa waende kuwatumikia katika Babeli, ambapo huko walikaa kwa kipindi cha miaka 70 ya utumwa kama ambavyo watu wengi tunafahamu. Sasa hilo kabila la Yuda lilikuwa na makabila matatu. Hilo taifa la Yuda, nchi ya Yuda ilikuwa na makabila matatu, ambayo makabila hayo matatu lilikuwa ni kabila la Yuda, kabila la Benjamin na kabila la Lawi. Umeona? Sasa haya makabila matatu, Yuda, Benjamin na Lawi, hawa Walawi hawakuwa wengi sana, lakini walikuwepo miongoni mwa wale watu ambao walipelekwa utumwani. Baada ya hawa watu kupelekwa utumwani, kule utumwani hawa watu wote walikuwa wanatambulika kwa neno moja kwamba ni Wayahudi. Hawa wote walioenda utumwani Babeli walikuwa wanafahamika kama Wayahudi. Sasa hapa ndipo unaona mabadiliko ya kimaana yanaanza kutokea. Kabla Myahudi alikuwa kabila la Yuda tu, yani mtu Myahudi alikuwa ni mtu wa kabila la Yuda peke yake. Watu wa kabila la Yuda ndio walikuwa Myahudi, watu ambao wanatokea katika lile kabila la Yuda. Hao wengine wote katika Israeli hawakuwa Wayahudi. Umeelewa? Kama mfalme Sauli hakuwa Myahudi, tunapomwongelea nani, Samueli hakuwa Myahudi, tunapomwongelea nani mwingine labda manabii wengine wengi tu hawakuwa Wayahudi. Lakini baada ya kupelekwa kule utumwani, tunaona wote hao wakawa Wayahudi. Sasa baadaye maana inabadilika kutoka kuwa kabila, baadaye inakuja kuwa taifa. Taifa lililoitwa Yuda wakatambulika kama wote wa taifa la Yuda ni Wayahudi. Kwa wote ambao walikuwa wanaishi katika taifa la Yuda, wote wakawa wanahesabika ni Wayahudi. Hata kama hawatokei kabila la Yuda, hata kama wanatokea kabila la Benjamin, basi walikuwa wanafahamika kama Wayahudi. Hata kama walikuwa wanatokea kabila la Lawi, walikuwa wanafahamika kama Wayahudi. Kwa hiyo Myahudi alikuwa ni mtu yoyote wa taifa la Israeli aliyebakia, yaani katika wale watu ambao walibakia kutoka katika ile Israeli ya kale, waliosalia watu wote wakawa wanatambulishwa kama Wayahudi. Sasa tunapoongelea kipindi cha hekalu la pili, tunamkumbuka kulikuwa na mtu anaitwa Ezra, alikuwa kuhani. Nehemia, kulikuwa kuna ujenzi wa hekalu. Hapo ndipo dini ya Kiyahudi ikaanza kuimarika. Kwa sasa watu wakatoka katika mfumo sasa wa kitaifa wakaanza kuingia katika dini ya Kiyahudi, Judaism, wanaanza kuimarika sasa kuwa sasa Wayahudi kidini. Hapo mwanzo Wayahudi haikuwa dini, lakini kutokana na mabadiliko makubwa yaliyotokea baada ya uvamizi ule wa Babeli na kurudi kutoka katika taifa la Babeli, tunaona sasa hapa ndipo dini ikaanza sasa kuinuka. Dini inaitwa dini ya Kiyahudi. Sasa katika Agano Jipya, Yesu alikuwa ni Myahudi kwa maana ya asili, yeye ni kabila la Yuda, lakini pia alikuwa ni Myahudi kwa maana ya dini. Yesu alikuwa yupo katika dini ya Kiyahudi. Tunaona sasa Paulo, yeye hakuwa anatokea kabila la Yuda. Paulo alikuwa ni mtu anayetokea katika kabila la Benjamin. Paulo ni Mbenjamini, sio mtu wa Yuda, lakini anajitambulisha kuwa yeye ni Myahudi. Sijui unanielewa, yeye ni Myahudi. Kwa maana sasa Uyahudi baadaye haukuwa kabila, ulikuwa ni asili wa mtu yoyote wa Israeli ambaye anaishi duniani, alikuwa anahesabika kama Myahudi. Kwa Uyahudi ukawa ni utambulisho wa watu wote ambao wanatokea katika ukoo wa Yakobo, ambapo katika Warumi 11 wanaona Wayahudi wanatajwa kama taifa maalum. Ukisoma Warumi 11 pale unaona Paulo jinsi anavyoelezea Wayahudi wanatajwa kama kuwa taifa. Kwa hiyo mapokeo au mtazamo wa Agano Jipya, tunaona Wayahudi wanatajwa kuwa kama taifa. Lakini pia Uyahudi baadaye ukawa sasa dini. Basi kufikia hapa hatuna la ziada, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba yangu ni kama unavyoiona hapo. Unaweza ukatusapoti na kuitegemeza huduma hii kwa sadaka yako na mchango wako wote ambao utaweza kuutuma, basi utakuwa umefika na umeifanya kazi kama ambavyo imekusudiwa. Tunahitaji sapoti, msaada wako na maombi yako ya nguvu, ili uendelee Mungu kuinua huduma hii na zidi kuwasaidia na kuwahudumia watu wengi zaidi.
Kama hujasubscribe channel, niombe usubscribe na tusaidie kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Tukutane katika kipindi kijacho. Mambo mengi mazuri yanazidi kukujia mahali hapa. Usitoke mahali hapa.